Sisi RITA kama agency ilianza 2006 rasmi kama agency kwa ajili ya kutoa huduma zote za matukio ya kibinadamu. Huduma hizi ziliendelea kutolewa mpaka 2018 ambapo tayari RITA ilijaribu kwenda kwenye mifumo yetu sasa ya kuweza kwenda mifumo ya kitehama. 2018 tulikuwa tuna mfumo unaitwa e-huduma. Huduma hii ilikuwa inahudumia pia kwa njia hii ya kidijitali. Lakini 18 tukaja mpaka 2021 tukabadilisha mfumo wa huduma ikaja RITA kama inavyosemekana kwenye bango letu. RITA ilipofika kwenye kipindi hiki kwamba watu sasa waweze kujihudumia kupitia mfumo moja kwa moja, kwamba sasa hivi mnaweza mkaingia kwenye simu, ukaingia kwenye huduma yetu ya RITA. Ukiingia kwenye huduma ya RITA unaweza kujihudumia mwenyewe jinsi unataka huduma gani kwa ajili ya kuweza kupata aidha cheti cha kuzaliwa au cheti cha kifo. Lakini ndani na hapo pia kwenye huduma ya RITA bado tumeendelea kuboresha mifumo yetu ambayo mpaka sasa kuna huduma pia ya ndoa. Kuna mtu anaweza kama mahakama imeachisha kule ndoa yake, anahitaji kupata huduma ya taraka. Kwenye huduma ya taraka ukiingia kwenye mfumo wetu ya RITA unaweza kujihudumia hiyo huduma ya kupata taraka moja kwa moja. Lakini bado kwenye huduma yetu hii ya RITA bado inatoa huduma ya ndoa. Sisi RITA bado tunashughulika na mambo yote ya ndoa. Kuna mtu amefunga, anahitaji kufunga ndoa, anahitaji kwa ajili ya kutangaza ndoa yake kama sheria inavyoruhusu ndani ya siku 21, basi anaweza kaingia kwenye huduma yetu kwa ajili ya kuweza kujipatia hiyo huduma ya kutangaza ndoa yake ndani ya siku 21. Na sisi pale kwenye mfumo tutamjibu atakapokuwa ametimiza vigezo. Sasa hii yote ni huduma ambayo RITA imejaribu kuboresha kila wakati, maboresho ya kwenye hizi taasisi ya RITA. Sasa kuna wakati uboreshaji wa huduma zetu kuhakikisha huduma zake ziwafikie wananchi kwa urahisi. RITA inaendelea juhudi za kuboresha mfumo wa usajili kama nimeshaelezea hapo mwanzoni, pia kutoa elimu kwa umma. Na hasa kwenye hili lengo letu kubwa ni elimu kwa umma. Wananchi wengi huu mfumo umeanzishwa lakini bado hawajawa na uelewa vizuri jinsi ya kujihudumia. Kwa hiyo sisi tupo kwa ajili ya kutoa hiyo elimu kwa umma waweze kupata hii huduma kiurahisi. Bado pia mfumo wetu unaimarisha usalama zaidi. Hii mifumo imetengenezwa kwa ajili ya kuimarisha usalama zaidi, kwa sababu tunapotengeneza mifumo kwamba tuhakikishe mtu anapopata hizi nyaraka amefuata utaratibu wote na amefuata utaratibu za kisheria na anaweza kupata cheti chake kwa njia halali na sio tena njia za kufoji kama mwanzoni watu walikuwa wakifanya huko. Lakini pia kuimarisha mifumo hii na tunaenda kumaliza tena pia kulikuwa kuna watu wanafoji vyeti kupitia mfumo, tena mtu hawezi kufoji vyeti kwa sababu tayari ni mfumo ambao uko imara. Changamoto zinazokabili pia kwenye ofisi zetu ni kwamba changamoto ya kwanza ni uelewa mdogo kwa wananchi. Wananchi wengi bado hawajajua mifumo, ndio maana kwamba tunabidi sasa tufike hapa mheshimiwa mgeni rasmi kwa ajili ya kuweza kutoa hii semina na kutoa hii elimu kwamba sasa sisi tena kwenye ofisi zetu kule za RITA, kwenye ofisi ya mkuu wa wilaya, najua kuna wengine wako hapa ni wananchi, lakini kwenye ofisi ya mkuu wa wilaya mwingine hafahamu, au mwingine anaweza akawepo hapo kimwambia kwenye ofisi ya wilaya mwingine anaogopa kufika pale. Sisi ofisi yetu ya RITA ni ofisi ambayo inahudumia wananchi, na inahudumia kwa sababu imeanzishwa kwa ajili ya kuhudumia wananchi na wananchi wapate mahitaji yao kupitia ofisi zetu. Kwa hiyo naomba mwananchi wote ulioko hapa, natoa rai hii, usiishie kukaa huku na nyumbani bila kufuatilia nyaraka za watoto kwa wakati, kwa sababu kushindwa kufuatilia nyaraka za watoto kwa wakati ndio kuna kupelekea mpaka kuwa na changamoto nyingi, hasa watoto wanapokuwa wamemaliza shule huko mavyuo, unakuta kuna changamoto nyingi hasa kwenye majina. Unapofuatilia nyaraka hizi kwa wakati, kuna changamoto zingine unakuwa unaenda kuziondoa. Kwa hiyo naombeni sana, pamoja na kuleta hii kampeni ya uelimishaji jinsi ya kuomba cheti kwa njia ya RITA, tunaomba mweze kufika kwenye ofisi zetu. Ofisi zetu ni rafiki, nyinyi ndio mnatufanya tuwepo pale. Bila kufika nyinyi sisi hatuwezi kuwepo pale. Nyinyi ndio wananchi ambao tunawategemea mpate huduma hii. Msiishie majumbani, tunawaomba sana mfike. Ofisi yetu ya mkoa ndio iko pale hapo, ukienda kama njia kama unaelekea pale Nembo, ukifika
ukifika pale unaweza kuikosa ile ofisi. Ofisi ni kubwa, inahudumia kila mtu, karibuni sana wananchi. Pia upatikanaji wa mtandao. Hizi nayo ni changamoto ambazo tutaanzisha mifumo, huwa upatikanaji wa mitandao na kwa ni changamoto, lakini kadri serikali inapokuwa inaleta mifumo, upatikanaji wa mitandao lazima kuboreshwa kila siku ili mtu aweze kujihudumia. Pia kupitia hii program tumeileta, tunakuja kuondoa pia watu wanaosafiri vijiji mbali. Kuna mtu anaweza kaa yuko mbali, anashindwa kutufikia. Lakini kupitia hii mfumo wetu wa e-Vita, sasa hivi anaweza akawa huko aliko, akaingia kwenye mfumo wetu, akaomba cheti, yeye cheti chake tutamjibu kwenye mfumo, yeye atakachokufanya na kuja ofisini kwa ajili ya kuchukua cheti chake kama akishajihudumia. Kupitia juhudi hizi za RITA, Mheshimiwa mgeni rasmi, inaendelea kuwa ni taasisi muhimu katika maendeleo ya kijamii, sheria nchini Tanzania. Inahakikisha kwamba kila raia anapata haki yake kwa mujibu wa sheria za nchi. Ukienda kwenye sheria zetu za usajili, Mheshimiwa mgeni rasmi, sheria inatukumbusha kabisa ya usajili wa vizazi na vifo. Inatuambia kwamba tukio lolote la kizazi linapotokea tu kwenye nchi yetu, inatakiwa ile tukio lote limeshasajiliwa. Na ndio maana hapa sheria yetu inaturuhusu ndani ya siku 90 mtoto anapata cheti cha kuzaliwa. Lakini pia na cheti cha kifo, sheria yetu inaturuhusu kwamba ndani ya siku 30 mtu amesajili ile tukio. Lakini mtu anapokuwa anashindwa kusajili tukio kwa wakati, kwa mfano sasa hivi tuna tukio la watoto chini ya siku 90 ambavyo tunaenda kwa muda na kuchukuliwa hospitali au kwenye kata alikozaliwa wale watoto. Wanapokuwa wanashindwa kuzipata vile mamlaka kwa wakati ndani ya siku 90, maana yake ndio wanarudi sasa kwenye mifumo yetu kwa ajili ya kuomba cheti kwa ajili ya kupata cheti kingine. Kupitia hii mifumo yetu ya e-Vita, hii ni mfumo ambao pia mgeni rasmi unakuja kurahisisha pia hii huduma kwa watu wote, na sisi tunakapta matukio yote ya kizazi. Na mfumo huu, naomba Mheshimiwa mgeni rasmi, mfumo huu unaruhusu mtu yote kuomba cheti alipo. Mfumo huu hauwezi kusema kwamba kama mfumo zamani ulikuwa unaruhusu kwamba mtu labda mzaliwa Bukoba au labda mtu mzaliwa Mbeya. Sisi mfumo wetu ambao umeanzisha huu wa e-Vita una capture watu wote. Uko hapa umezaliwa Bukoba, unaweza kuomba application yako ya cheti chako kwa kutumia mfumo wetu, na utachagua tu ni ofisi gani uchukulie cheti. Na hata mtu umezaliwa Mbeya pia, mfumo huu unakuruhusu, sio lazima uwe Mbeya. Utakwambia wewe tu hiki cheti kichukulie wapi. Wewe utachagua kwenye mfumo uchukulie wapi cheti. Kwa kupitia juhudi hizi za RITA, inaendelea kuwa ni taasisi muhimu katika maendeleo ya kijamii na kisheria. Tanzania inahakikisha kwamba kila raia anapata haki yake ya kisheria. Ili uwe wa kwanza kupata taarifa zetu, usisahau kusubscribe, kulike na kushare.